Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani sababu iliyopelekea nyumati mbalimbali kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر, umedhihiri ufisadi katika bara na baharini. Ufisadi umekuwa mwingi, bima kasabat aidi nnas, kwa kile ambacho kimechumwa na mikono ya watu. Sababu iliyopelekea kudhihiri ufisadi fil barri wal bahr, bara na baharini, ni kwa kile ambacho kimechumwa na mikono ya watu katika madhambi. Bima kasabat aidi nnas, kwa kile ambacho kimechumwa na mikono ya watu. Liudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah subhanahu wa ta'ala awaonje wao katika baadhi tu ya yale ambayo wameyatenda, si kwa yote walioyatenda. Ba'dha alladhi amilu, baadhi ya yale walioyatenda, Allah subhanahu wa ta'ala anawaonja wao kwa adhabu mbalimbali ili wapate kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un. Huenda wao watakapoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa sababu ya kurejea nyuma, itakuwa sababu ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutengeneza mustakbali uliokuwa mzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine akiendelea kueleza sababu iliyopelekea nyumati mbalimbali kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah, hivyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, hizo adhabu ambazo watu wanapatiwa leo hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kubadilisha neema yoyote ambayo amewaneemeshea watu fulani, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka pale watu watakapobadilisha yale yaliyo katika nafsi zao, wakafanya madhambi, wakaacha taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni sababu ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika nchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezipa neema iliyokuwa kubwa, ni'matul amn, neema ya amani, ni nchi hii tulionayo, nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu hii ya Tanzania tulionayo ni katika nchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala a'taha ni'matul amn, amezipa neema ya amani. Na ukitaka kulijua hilo, basi tazama katika baadhi ya miji mingine kwenye bara letu hili la Afrika. Tazama namna ambavyo wanavyoteseka kwa sababu ya kuikosa amani. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa nchi hii neema ya al-aman, neema ya amani, ma la yujadu fi baadhi ad-duwal al-afriqiyya, amani ambayo haipatikani katika baadhi ya miji ya Afrika. Itazame nchi ya Kongo namna vile ambavyo wanapoteseka baada ya kutoweka neema hii, neema ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia wao, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao kwanza wabadilishe yale yaliyo katika nafsi zao, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha na kuondoa kile alichowapa wao katika adhabu, baada ya wao kuharibu ni'matul amn,
baada ya wao kuiharibu neema ya amani, leo hii wanasota na kujuta na kuitafuta neema hii ya amani. Wanaitafuta kwa thamani kubwa, lakini hawaipati kwa sababu ya madhambi ambayo wao waliamua kuyachuma kwa mikono yao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu wao kwa sababu hiyo. Kwa hivyo neema hii tulionayo, neema ya amani, ni neema adhima min Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu ambao wao hawana malengo mazuri na nchi yetu hii, nchi tunayoipenda, nchi ambayo sisi tumezaliwa ndani yake, nchi yetu ya Tanzania. Wanashajiisha na kuwaambia watu waandamane siku ya tarehe 29, siku ambayo utafanyika uchaguzi ndani yake, kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi, kwa lengo la kuharibu amani ya nchi. Watu kama hawa ni watu ambao wakupuuzwa. Haitakikani kusikilizwa watu hawa, kwa sababu hoja zao ni hoja dhaifa. Hoja zao ni hoja dhaifu, kwa madai kwamba eti hakuna haki katika nchi hii. Kwa hivyo ili tuweze kupata haki, basi hatuna budi, lazima tuandamane, tuingie barabarani kwa ajili ya kuitaka haki na kwa ajili ya kuipata haki. Sasa dini yetu ya Kiislamu, dini yetu hii ya Kiislamu tayari imeshatuwekea misingi kwa wale ambao wanaoitafuta haki na wanaoitaka haki. Basi kuna misingi ambayo watakikana kuipitia ili waweze kuipata haki hiyo. Kuna watu wanadai ya kwamba nchi yetu hii imejaa dhulma, viongozi wake ni viongozi wa dhulma, hakuna haki, hakuna uhuru wa kuzungumza, wananchi hawapewi haki. Basi sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwaambia masahaba zake. Hadithi inda al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, na hadithi hii ameisahihisha al-Imam al-Allama al-Albani rahimahullah. Kisha tutawarejea hawa watu ambao wao wanageuza kuleta fujo katika nchi yetu, wanataka kuleta fujo katika nchi yetu kwa malengo na maneno ya kusema kwamba tunadai haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosimulia Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, amesimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aqbal alaina, alituelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya ma'shara almuhajirin, enyi kongamano la muhajirin, khamsun idha ibtulitum bihinna, mambo matano pindi mtakapotahiniwa nayo. Khamsun idha ibtulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, na mimi Mtume ninajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasije kukudirikini mambo hayo matano. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasije hayo mambo matano kukupateni enyi masahaba zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwaombea dua masahaba zake yasije kuwadiriki mambo hayo matano. Kisha tutazame haya mambo, je, yapo katika jamii yetu au hayapo katika jamii yetu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qat, hautadhihiri uchafu wa zinaa, hautadhihiri uchafu wa al-liwat, haukudhihiri uchafu huo fi qaumin qat, katika watu wote, illa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa ukidhihiri uchafu huo, hatta yu'linu biha, mpaka wakafikia hali ya kutangaza uchafu huo, ukawa ni uchafu unatangazwa mbele ya kadamnasi ya watu. Inatangazwa zinaa mbele ya kadamnasi ya watu, inatangazwa liwat mbele ya kadamnasi ya watu. Na ndiyo hali ambayo tuko nayo leo hii. Msanii leo hii hawezi kuonekana kuwa ni msanii mzuri mpaka ahamasishe zinaa, mpaka ahamasishe liwat,
ndio anaonekana huyu ni msanii mzuri na ndio vioo vya jamii. Hawa wanaitwa leo hii kuwa ni vioo vya jamii kwa sababu ya kuhamasisha watu kuingia katika azina, kwa sababu ya kuhamasisha watu kuingia katika alliwaq. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qat, hautadhihiri uchafu katika watu wa aina yoyote qattu hatta yu'linu biha, mpaka wakafikia hatua ya kuutangaza uchafu huo, illa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa watu hao yataenea kwa wao magonjwa ya mlipuko, yataenea kwa wao magonjwa ya kuambukizana. Illa fasha fihim at-ta'un, yataenea magonjwa mengi na kudhihiri magonjwa mengi ya milipuko. Na hii hali tuko nayo leo hii, kila siku panatangazwa magonjwa ya milipuko mbalimbali ambayo yanadhihiri kwa watu. Ni kwa sababu ya kuenea uzinifu, kwa sababu ya kuenea alliwaq. Tumenasema wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, na maradhi ambayo hayakuwepo kwa baba zao waliopita, yatadhihiri maradhi ambayo kwa baba zao na babu zao waliopita hayakuwepo maradhi hayo. Na sisi sote tunashuhudia ya kwamba leo hii kuna maradhi mengi yaliyozuka kwetu sisi ambayo hayakuwepo kwa baba zetu wala kwa mababu zetu. Sasa njia ya kuyaondosha haya, alaumiwe kiongozi ambaye yuko madarakani, alaumiwe kiongozi ambaye yuko madarakani kudhihiri na kuenea kwa uchafu huu, au kudhihiri na kuenea kwa maradhi haya. Alaumiwe kiongozi, au tulaumiwe mimi na wewe ambao tumejikita katika haya madhambi? Wakulaumiwa ni watu, wakulaumiwa si kiongozi. Watu ndio watakikana kubadilisha hali zao kutoka katika hali ya maasiya kurudi katika hali ya taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume kashasema, yakidhihiri, ukidhihiri uchafu, zina ikadhihiri, liwati ikadhihiri, maradhi kama haya yatatukumba sana, na maradhi kama haya yatatuenea sana. Kwa hivyo njia ya kuyatibu haya ni sisi kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha madhambi, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawatahadharisha masahaba zake na anautahadharisha umma kwa ujumla. Kwa hivyo njia ya kupata haki na kupata siha iliyokuwa njema si kuingia barabarani na watu kuandamana eti wakidai haki. Haki itapatikana ikiwa wao watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yanqusu almikyala walmizan, na watu hawatopunguza katika vibaba na mizan, hawatopunguza watu katika vibaba wanavyopima, hawatokuwa na muamala mbovu katika biashara zao. walam yanqusu almikyala walmizan illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna wa jawri as-sultani alayhim, isipokuwa watu hawa watapata mambo matatu. Jambo la kwanza, ukhidhu bisinin, watu hawa watapewa ukame, watakuwa ni watu ambao wana ukame katika miji yao. Ukame huu tunaoona leo hii katika miji yetu ni kwa sababu ya sisi kupunguza katika vibaba vyetu, ni kwa sababu ya sisi kupunguza katika mizani zetu. Alaumiwe nani sasa? Alaumiwe kiongozi aliyeko juu kwamba leo hii tunakumbwa na ukame katika maeneo yetu, au tulaumiwe sisi? Tulaumiwe sisi wafanya biashara ambao tunapunguza katika vibaba, ambao tunapunguza katika mizani. Wa kulaumiwa ni sisi wafanya biashara ambao tumepunguza katika mizani, ambao tumepunguza katika vibaba. Sisi ndio wakulaumiwa. Na je, huu ukame tulionao tukiambatana na tukaandamana siku ya tarehe 29 ndio utaondoka ukame huu? La hasha wa kalla, ukame huu utaondoka kwa sisi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kupunguza katika mizan, kuacha kupunguza katika almikyal. Tukifanya hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuondoshea hii hali ya ukame ambayo inatukumba leo hii. Illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna, kadhalika gharama za maisha zitakuwa juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawatapunguza watu katika mizan wala hawatapunguza katika vibaba, isipokuwa watu hao wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya shiddatu almauna. Maisha yatakuwa ghali, maisha yatakuwa ya juu, kila unachogusa kiko juu kwa sababu ya watu kupunguza katika mizan na watu kupunguza katika vibaba. Sasa alaumiwe nani?
alaumiwe kiongozi ambaye yuko madarakani kwamba eti anayatumia madaraka vibaya, anayatumia madaraka yake vibaya, au tulaumiwe sisi wafanyabiashara? Wa kulaumiwa ni sisi wafanyabiashara ambao tumepunguza katika mizani zetu, tumepunguza katika vibaba vyetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuadhibu leo hii kwa kupandisha gharama za maisha. Gharama za maisha zimekuwa juu. Tukibadilisha katika muamala huo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atayabadilisha maisha yetu. illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna wa jawri as-sultani alayhim, na watapewa kiongozi jeuri kwa wao, watapewa kiongozi wa dhulma kwa wao. Huyu kiongozi ambaye leo hii yuko kwetu sisi anatufanyia dhulma, ni kwa sababu ya sisi wenyewe kupunguza katika mizani zetu, ni kwa sababu ya sisi wenyewe kupunguza katika vibaba vyetu. Leo kama tutarekebisha hali hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea kiongozi mwadilifu, kiongozi ambaye atazisimamia haki za watu na kuandamana sisi mabarabarani eti kwa nembo ya kudai haki. Hatutoipata haki hiyo mpaka sisi wenyewe tubadilike. Dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، نكوسيني كذلك نيهسي نفسي يانكم شاء الله سبحانه وتعالى، kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala almuttaqun. Ibadallah, hali ambazo sisi tunazipitia leo hii ni kwa sababu ya madhambi ambayo tumeyachuma sisi wenyewe kupitia mikono yetu. Ayuhan nas, lau kama madhambi haya tutayawacha, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameshahidi kuturejeshea neema ambazo walizokuwa nazo wengine waliotangulia kabla yetu. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatara min as-samaa walaula albahaim lam yumtiru. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walam yamna'u zakata amwalihim, na hawatozuia watu zaka za mali zao, hawatojizuia watu na kutoa zaka katika mali zao. Ni leo hii tunaona watu wengi ambao balaghu nisaba, wamefikisha kiwango cha wao kuweza kutoa zaka, lakini hawazitoi zaka zao. Wamezuia haqqul masakin, wamezuia haki ya maskini. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuadhibu leo hii kwa sababu ya watu hawa ambao wamezuia kutoa zaka zao, wamezuia kutoa mali zao zakatan lillahi jalla wa ala, wamezuia kutoa mali zao zaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatara min as-samaa, isipokuwa watu hao muni'u alqatara min as-samaa, watazuiliwa mvua kunyesha kutoka katika mbingu. Mvua itazuiliwa kunyesha kutoka katika mbingu. Mtume anasema walaula albahaim lam yumtiru, na lau wasingelikuwa albahaim, wasingelikuwa wanyama, basi mvua isingelinyesha kabisa. Hata hizi mvua ambazo leo hii tunazipata ni kwa sababu ya wanyama ambao walioko katika ardhi hii, na lau kama wasingelikuwa hawa wanyama, basi huenda tusingepata hizi mvua kwa sababu ya madhambi ambayo tumeyadhihirisha sisi wenyewe, madhambi ambayo tumeyaeneza sisi wenyewe. Kuna haja ya sisi kubadilisha miamala yetu, kubadilisha miamala yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna haja ya sisi kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili hali zetu ziweze kuwa nzuri, hali zetu ziweze kutangamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema walam yanqudhu ahda Allah wa ahda rasulih, na hawatoivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam illa sallata Allah alayhim aduwan min ghayrihim, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala
atawasalitishia wao adui asiyekuwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea maadui kutoka kila kona, kwa sababu wameivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameivunja ahadi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, na hao maadui watachukua baadhi katika yale yaliyo kwenye mikono yao, watawadhulumu kwa sababu ya wao kuvunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hali hii tunayopitia ayuha ikhwa, sisi tutatakikana kubadilisha hali zetu, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyabadilisha maisha yetu, kurejea katika dini sahihi, dini ya Uislamu. Hali hii ambayo tunaipitia leo hii itatuondoka hali hii. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamalizia hadithi kwa kusema, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, na muda ambao hawatahukumu viongozi wao kwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakawa na uchaguzi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha. Ikifika wakati huo watu hawahukumu kwa kitabu cha Allah, wale viongozi hawahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa wanachagua katika yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi yake wanayafanyia kazi na baadhi ya mengine wanayawacha. Isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataleta magomvi baina yao. Watakuwa ni watu wasiopendana, watakuwa ni watu wanaochukiana, watakuwa ni watu wanaogombana. Kila siku magomvi yataambatana na wao, kwa sababu viongozi wao hawahukumu kwa kitabu cha Allah na wanachagua katika yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kwa hivyo hoja za hawa watu wanaosema ya kwamba tutoke barabarani siku ya tarehe 29 twende tukaandamane kwa malengo ya kudai haki, haki haiwezi kupatikana kwa njia hiyo. Haki inapatikana kwa sisi kuzibadilisha hali zetu, kwa sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurejea katika dini sahihi. Kwa hivyo Allah Waislamu, msijiingize katika haya wanayoita maandamano, msijiingize katika maandamano, kwa sababu mtapelekea uvunjifu wa amani. Na hii neema tulionayo, neema ya amani, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaiondosha kabisa, tusiipate hata hii amani ndogo ambayo tunaipata, tusiipate kabisa, kwa sababu tumeikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tumeipinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani. Tuangalie mifano kwa nchi za jirani, nchi kama Kongo na mfano wake, yale wanayoyapitia leo hii. Hawana amani katika nchi zao, kwa sababu walivyokuwa wakielezwa kwamba Allah fil amni, Allah fil amni, iangalieni amani, itunzeni amani, ihifadhini amani. Hawakuelewa, mwisho wa siku wakaingia katika matatizo ambayo leo wako nayo katika nchi zao. Kwa hivyo sisi Waislamu wa nchi hii hatutakikani kabisa kushiriki katika hayo maandamano, kwa sababu yatapelekea uvunjifu wa amani, na uvunjifu wa amani ni kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaiondosha kabisa neema hii. Dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.